Tuinamise vichwa, tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, tazama ni wakati njema nimerudi kwako na kuabudu na kushuhudia, nasema wewe ni Kristo. Asante kwa ajili ya urithi mwema umetupatia tangu mwaka ulipoanza mpaka wakati tarehe ya Disemba. Baba, sifa na shukrani sikurudie kwa ajili wewe ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Asante kwa ajili ya afya umetupatia mfalme. Tunashukuru kwa ajili ya neema na baraka zako Baba. Tunajua kwamba kila jambo unastahili kuinuliwa na kuabudiwa. Asante kwa kila jambo umetupatia mfalme. Tunakumbuka wale hawana afya wapatie afya. Walio na vita usimamishe vita Baba. Walio katika safari ukuwe pamoja nao. Wanaombolezo Baba wa Israeli uwafariji. Asante likio boborakai masia maifata mairidima. Nimegeuza na kuharibu kila mikutano ya wachawi na waganga. Heria hapa ya kwamba watu hawatamaliza hii mwaka. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Naomba ukashuka na ukatuandalia yaliye mema mbele. Naomba ukatakase ili kanisa ukalifungue na ukalipanue Baba. Naomba ukatakase tunachoandaa kwenda masisini kumfariji mwenzetu Baba. Ukatangulie katika safari Kristo mwenye huruma. Kila mipango tunaikabidhi mikononi mwako Baba. Kila mipango tunayopanga kwa ajili ya safari ukuwe pamoja nasi. Utatanisi na vita kwa wengine ukondoe. Kristo ukatamalaki na ukatawala kwa kila jambo katika ibada ya siku ya leo ukuwe pamoja nasi. Tukusukuse katika kiroho Baba. Tukuinue katika maisha yetu Baba. Ututangulie kwa ajili umekuwa mlisi mpaka wakati huu Baba. Zidi kunena pamoja nasi mpaka tuvuke mwaka. Asante likio boborakai masia maifata mairudima. Uinuliwe katika mioyo yetu, tukutukuse sasa hata milele. Hata wale wote walio na vita usimamishe vita vyao Baba. Naomba ututangulie kwa kila jambo. Takase barabara hine ya nchi yetu ya Kenya. Kristo tamaraki kwa kila kando tukuone. Katika serikali yetu ukuwe pamoja naye. Katika hii mtaa mahali hekalu yako iko tunayokuabudia. Kristo usimame pamoja na hili kio boborakai. Raini ya umwagache damu katika hii kijiji nimekataa. Katika jina la Yesu Kristo kondoe. Raini ya likio boborakai masia maivata. Huko onekane katika upomaji Baba. Ukasimama pamoja na yatima, wachane na maskini. Mahali hapo ukatamaraki na ukaleta ushindi na amani. Mungu wa Danieli inuliwe sasa hata milele. Tunakuongojea kwa saburi ututendee, utuachie ushuhuda. Usimame pamoja na hii kijiji sasa hata milele. Usimame pamoja na watu wako, usiwaachilie katika kilio na mateso Baba. Ni wakati narudi kwako kwa ajili ya ibada. Naomba unitakase kabla sijaanza kufundisha. Unitumikie kwa ajili mimi ni chombo. Utakase likio boborakai. Unifungue kwa ajili wende Jehova. Kafungue wapendwa kwa ajili ya kusikiliza. Hata wale watakaopokea neno lake wafufue katika kiroho Baba. Tunakushukuru kwa ajili ya dakika hii. Tumefunga kila maroho kutoka baharini, kusimuni, jangwani na nchi kavu. Roho inainuka kinyume cha neno lako ipate kushindwa. Kristo onekana kabla sijanena. Katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Namshukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema, amenilinda, ameniokoa. Tangu tulipoachana mpaka wakati huu nasidi kuona njia zake na uwezo wake. Kwa hivyo nasidi kumtukuza na muongojea kwa saburi. Asidi kunitendea na asidi ni kumuona wema wake. Kwa hivyo yara ananitendea, naomba atendee na wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo saa hii tunaenda kujifunza katika maandiko ya Zaburi 124. Jinsi vile ukombozi ulionekana kwa wana wa Israeli wakati walikuwa katika vita na mateso mengi, lakini walikaa katika uvumilivu, walikaa katika maombi, walikaa katika kumcha Bwana katika roho yake na kweli. Kwa hivyo walisimama katika neno na neno ikawakomboa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hapa tunasoma jinsi walirudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wakati Baba amekutendea mema, inafaa umshukuru usiku na mchana. Lakini wapendwa, naambia usichokasahau mali yeye Yesu Kristo aliyokutoa. Kitu ya kwanza ukumbuke, alikufia kule msalabani na akapiwa michereto sana, akafa na akafufuka. Baada ya siku 3 ndio mimi na wewe tupate ukombozi. Kwa hivyo jinsi alipomwaga damu, hakuna hata mmoja amesaa mwaga damu.
Kwa hivyo ni wakati wa kumwongojea yeye, ni wakati wa kumuita, ni wakati wa kumshukuru kwa kila neno. Usicho ukashukuru Bwana saa ile umepokea baraka. Mshukuru kwa kila jambo, kwa sababu yeye ukucha wakati ufaaro, achelewi wala kuharakisha, ukucha dakika yake. Haleluya. Maandiko yatuambia kwamba walipokuwa wanamshukuru Bwana, walipanda kule mlimani, wakatenda makubwa mahali pale, na Bwana akazidi kuwainua katika mlima wake, mlima ulio mtakatifu, katika hema lake waliomshukuru, kwa sababu yeye Yesu Kristo aliwapigania vita. Na wewe je, tangu mwaka Eliasa Bwana amefanya nini kwako? Kumbuka mahali ulipokuwa, kumbuka mahali huko, na angalia mahali unaenda. Usicho kachiona mahali huko umsahau huyu Yesu Kristo. Mshukuru usiku na mchana, jua kwamba katika hii safari tuko naye ni safari ya vita na uvumilivu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usichoke kumuita huyu Bwana. Icharishi ni mahali wapi umepita, lakini amekuwezesha kuiona Disemba hii. Vile yeye amekuwezesha kuiona Disemba hii, mshukuru, kwa sababu kuna wale waliopanga watakutana na wenzake hii Disemba washerekee, lakini hawakukutana nao, wako kabisa. Lakini wewe umepatiwa uwezo wa kupika, umpatia uhai, afya njema ya kukutana hii Disemba na wenzako. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu afikirie utamtendea nini huyu Mungu wako aliyokupatia uzima na uhai wa bure, ili usidi kukaa katika neno na kumtukuza usiku na mchana. Haleluya. Kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, kama ni si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli asema sasa, kama sio Bwana angekuwa pamoja na Waisraeli. Haleluya. Kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotusambulia hapo wangelitumesa uhai. Waisraeli wakasema ya kwamba kama sio Bwana alianza pamoja nao katika safari yao, wanadamu wangewamaliza. Haleluya. Wewe fikirie kama wewe sio Bwana ungekuwa wapi? Labda ulikuwa msaradi, ulikuwa mchawi, ulikuwa mwishi, lakini Bwana angekuwezesha uione siku ya leo. Kwa hivyo kama sio Bwana ungekuwa umeangamia. Lakini kwa sababu huyu Bwana Mungu wetu ni wa neema na huruma kubwa, ndio kwa sababu umesimama. Ni wengi walipokuwa wanafuata Yesu Kristo wameanguka. Wameanguka sio kupenda kwao, lakini kwa sababu wamesongwa na ulimwengu. Naombea roho yako isiche kapotee, ili Bwana akusimamisha katika neno na asidi kukuchenga katika kiroho. Waisraeli wakasema kama sio Bwana alisimama pamoja nao, wangekuwa wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Wanadamu wangewasambulia na kuwamaliza. Kama sio Bwana amekulinda mpaka wakati huu, ungekuwa hai. Ni kuna wakati ulikutana na magonjwa, kuna wakati ulikutana na vita, kuna wakati uliinukiwa, kuna wakati mlikutana na wakora, kuna wakati ulikutana na ajali. Lakini kama sio Bwana alikufunika na damu yake, ungekuwa wapi sasa? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo pita mapito mengi, lakini maandiko yatuambia kwamba uchamwaga damu vile mwana wa Mungu aliyemwaga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata ikiwa sisi tumepita katika mapito mengi, bado hatujamwaga damu. Kwa hivyo tuchikakamue katika hii safari, katika imani na upendo na maombi. Usipokuwa na upendo ndani yako ni kazi ya bure. Bwana Yesu apewe sifa. Katika maandiko atuambia upendo ndio amri kubwa. Lazima umpende mwenzako vile umependa unachipenda wewe mwenyewe. Usichokawa mtu wa visanga, usichokawa mtu wa kulipisha kisasi. Uwe mtu wa kusimama katika neno na ukaa katika upendo vile Yesu Kristo. Yesu Kristo ikiwa hakutupenda sisi tungeangamia. Maandiko ya Mathayo yatuambia kwamba ikiwa yeye hakikuwa mwenye huruma na upendo, sisi tungeangamia. Lakini kwa sababu alitukufia kwa chini tupate kuokolewa, ndio kwa sababu tumefika wakati huu. Umefaa vizuri, unakula vizuri, umekuja kumwabudu yeye. Sijui kama kuna yule amekuja kumwabudu kinyume. Ole wake kwa yule anayekuja kumtafuta kinyume. Utafuta kinyume na manisache, kupiga mwenzako vita baridi. Unamuonyesha unampenda, kumbe
umupendi. Haleluya. Kwa hivyo usipopenda yule mlio nayo, hata uweze ukasema umependa Mungu wako. Kwa hivyo vile unaochipenda upende mwenzako, ndipo kama unataka msamaha usamehe mwenzako, ndio Baba aliye mbinguni asikie maombi yake ifike. Maombi ya wengi ifike kwa sababu hawana msamaha ndani yao. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Israeli wakasema kama sio yeye Bwana wangekuwa wapi? Kama sio yeye wanadamu wangewamaliza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hapo wangalitumesa wai, wanadamu wangewaangamiza na kuwameza. Kwa hivyo Bwana aling'ang'ania kwa wana wa Israeli, hata ikiwa walipokuwa na machungu na mapito mengi, lakini walisimama wakimuita Bwana, hawakuchoka. Wakaona yale Yesu Kristo alipotendea wakiwa kule changwani, wakaona heri waishi katika neno, ndio neno ichenge wokovu wao. Utasema ya kwamba umeokoka kama una neno ndani yako. Yule anasema akona wokovu kama hana neno, ni kazi ya upatili, ni kufukuza upepo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna wale wanaokiri katika ndimi lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Anakusalimia lakini ndani yao anakuchukia. Mwenye kukwaswa na kukwasua njia yao ni moja. Kwa sababu hutakuwa na njia ya kuomba maombi yafike. Kiwa umekuasika na unasalimia mwingine, maombi yake kuombe uweze kachibiko. Ndio naona wengi baraka zetu zinachelewa. Kwa sababu tunaomba msamaha lakini hatusasamia wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu chukua siku ya roho ya msamaha, ndio Bwana afungue baraka zako. Umwachie Bwana atamaraki na tawale. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua ukiacha Bwana kazi yake aitende vile aipendavyo, kuna jambo linalokuja kwa ajili ya wakati. Kuna jambo linalokuja kwa ajili ya siku ya kuangamia. Kwa hivyo usicho ukawe mmoja wao wa yule wa kuenda kuangamia nyakati za mwisho. Kuwa mwaminifu mtakatifu katika hema la Bwana, tenda yaliyo mema, uhesabiwe kuwa mwenye haki vile Ibrahimu na Sara walipokuwa katika hema la Bwana, walihesabiwa kuwa wenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila dakika uishiapo mwanadamu ama Mkristo, jaribu kutenda yale yanayomfurahisha Bwana. Usitende yale yaliyo maovu kwa sababu utaangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Kuona katika wokovu tunaona ya kwamba wana wa Israeli waling'ang'ana kukaa katika utakatifu. Hata ikiwa kulikuwa na macharibio na mapigo mengi, lakini wasidi kusimama katika neno. Na wewe mpendwa na kuhimiza simama katika neno, kwa sababu ya ulimwengu yatapita lakini neno litasimama sasa hata milele. Uchochewe, uvitiwe, upangiwe maovu, lakini Kristo yeye ni mwaminifu. Hawezi akaacha wake angamia. Achawahi kuona wake anaomwamini akiangamia. Simama katika neno na neno likuinue. Usicho ukajifiche katika dini, lakini vichwa yaliyo moyoni mwako waambie Bwana na kuachilia yote kwako. Unitakase, nataka kutenda yaliyo mema lakini napata na kuasi. Najua kuna yule anafurahia kufuata Yesu Kristo, lakini hapo kwa njia Shetani na yeye ako kazi. Shetani hajachelewa kuingia hata kanisani kugeuza wengi. Waanza kupigana vita, waanza kuchocheana, waanza kuinukiana. Shetani unachua yeye acharale kwa sababu ako kazi. Shetani ako kazi kwa ajili anachua masiku yake yameisha. Na unachua Shetani akuhuku ayuko juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ulio na imani usichokaacha macharibio yakakusinde. Hili kuwa na neno ndio sinde yale macharibio ya Shetani. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo baada ya siku katika mlimani kuomba, Shetani akuona haya ya kwenda kumcharibu. Alienda akamcharibu akamwambia kama we ni mwana wa Mungu, fanye geusa hii mawe yawe mkate. Lakini akamwambia atukae kwa ajili ya nini? Ya mkate. Wewe jaribu kusoma hii bandiko. Patia Mungu wako moyo wako. Mwambie sasa na kuhitaji upenye njia mahali pasipo na njia. Na kuomba wewe Kristo usidi kuinuliwa ndani yangu. Na kuomba kwa kila wakati uonekane katika safari yangu. Nataka kutenda yaliyo mema
lakini napata na kuasi. Bwana Yesu apewe sifa. Chikakamwe kuambia Bwana, sasa sitaki katika nchi ya Sagisa. Nataka nitubu nikurudie, unisaidie katika maombi yangu ili nifanane pamoja nawe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hasira yao ilipowaka juu yetu, hapo maji yakalitugarikisha, mto ukalipita juu ya roho zetu. Hapo maji yakafurikayo yangalipita juu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati walipokojaribu kuasi Bwana, lakini maandiko yatuambia ya kwamba aliwageuza katika hasira zake, asikuzuia kuwageuza. Ndio wakaona ni dhambi, wakatubu, wakamrudia. Wakati unayerekebishwa na mtumishi wa Bwana, wakati unaoonywa usione ya kwamba umechukiwa, Bwana anakupenda kwa ajili anahitaji wewe umtukuze. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna yule wakati anayerekebishwa anaona labda anachukiwa, anaona labda ametengwa, ameona labda amekataliwa. Kubali kurekebishwa katika maandiko yaniambia, anayekubali marekebisho ndio wa mwana wa Mungu. Kwa hivyo asiyekubali kurekebishwa sio mtoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha Bwana akufinye. Wakati anaokufinya akurekebishe, na wewe mwambia ni asante kwa ajili unastahili kwa kila jambo. Najua sio wengi wanapenda kurekebishwa. Wengi wakarekebishwa wanaona wanachukiwa, wanaeba katika madhabahu, katika makanisa mbalimbali. Wanasema huko tunaenda tunaonywa. Wewe unayokubali. Kuna siku niliongea katika hekalu nikasema nafurahia sana kwa ajili ya dada mmoja, wakati alirekebishwa. Alikubali kurekebishwa. Tumpigie makofi. Hakuweka usingo pande. Alikubali alipoona dhambi, akaona inafaa nikae hivi. Unajua ukiamua katika kumfuata Kristo, hakuna kitu kinayokuzuia. Yote yatakuwa sawa mbele, yale amri za Bwana sitawekwa mbele yako. Kwa hivyo ni vizuri yule anayerekebishwa kuliko yule anayefanya nini? Anakataa kurekebishwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usije ukarekebishwa uende ukatumane message nyingine siyofaa. Kama hili nilipokea wakati nilikuwa nyumbani Masisi. Unaenda unatuma message, unahakikisha tunaisoma, ndio naifuta. Jua hii ni Disemba. Unataka neema, unataka baraka. Bingu itakuombea ndio pokee baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kubali kurekebishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukubali kurekebishwa. Mwenye anayekubali kurekebishwa ndio mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ni wakati Bwana anataka wale wanaotii neno lake. Sio wale wanaokaa juu ya neno lake. Sio wale wanaochiona, lakini ni wale wanaofuata amri za Bwana. Amri za Bwana ni rahisi ikiwa wewe unaamini. Ni ngumu ikiwa wewe umwamini huyu Yesu Kristo. Kwa sababu uko wakaa kwa ajili ya wakati. Uko wakati kwa ajili ya mtaka kitu. Lakini uyuko mahali pale kwa ajili ya kufuata sheria za Bwana. Kwa hivyo ni heri vyema kufuata sheria za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukiona ya kwamba uwezi ukatii uchie, Shetani ako ndani yako, anataka kukutumikia. Na Shetani mara mingi nasema akiwa ndani yako hapigi yote. Shetani anatafuta wafuasi katika kila makanisa. Wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Wako mahali pale kwa ajili ya wakati, wanaotenda kitu wanaotenda sio mfurahisha Bwana. Kwa hivyo hii ndio wakati wa Bwana. Anahitaji akuone mbele yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukirekebishwa unasema watu ni wazimu. Unaona mimi ni wazimu? I'm strong in faith. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Cheno unaotamka kwa mtumishi wako inaweza kupekea laana ama ubarikiwe. Kwa hivyo sisi ndio tunatafuta laana. Ukitaka mazuri ubarikiwe, wewe ndio unayotafuta. Iweze kukuchia ghafla useme ni ghafla nimebarikiwa. Wewe ndio unayotafuta laana ama baraka. Kwa hivyo ukitafuta baraka, ndio Bwana amekupangia ya mema, kwa sababu katika safari yake umeenda. Ukijitafutia laana usicho ukasema umerowa ama umeraniwa. Kila unayenena katika kinywa chako ndicho kitakulaani ama kukubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Kwa hivyo wakati wana wa Israeli walipoona hasira ya Bwana, wakati waliazi, waligeuka. Wakaona wanaenda kuangamia, wakatubu, wakamrudia Bwana. Jinsi vile unaolea mtoto ndivyo atakapokuwa. Wewe ukaniambia utamulea afike miaka 18 ageuke. Kama ulikuwa unamwambia ndo sikilizo usikie, wale wa mama wamekaa kule wanaongea nini uniletee ripoti, ndipo atakuwa mpaka useni. Ni uongo ama ni ukweli? Kama unamwambia ukiona mahali watu wakubwa wanakaa usiungane huko, atachua mahali nikienda nikipata watu wakubwa wanaongea mimi nato. Kama unamfundisha sasa ile tunaongea mgeni anaingia na wewe unakaa una comment, atakuwa na hiyo tabia. Kwa hivyo vile unaolea huyo mtoto ndiye anakuwa hapo. Usisema ya kwamba atafikisha miaka 18 abadilika, uongo. Kwa hivyo utamweka msingi mbaya ikiwa utamurana njia mbaya. Utamweka msingi mzuri ikiwa utamulea katika msingi mzuri. Unajua wale walio nje wanajua ni nani aliyo mwema, ni mtoto aina gani aliyo na tabia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukilea katika njia inayofaa, mtoto ndiye atakuwa. Ukimwambia kwamba yule ango yake akiongea na wewe unamtusi, atamtusi. Kwa sababu ni wewe umemlea hivyo. Ikiwa ni mahali anaenda ataenda kutusi ango ya, hata heshimu hata mama mkwe, hata baba mkwe kule. Ataona ni kawaida, anamuita wewe ni kama ni kama mi. Tayari umemtusi. Kwa hivyo tulea watoto katika njia nzuri, ndio wapokee baraka, wasije wakapokee laana kwa watu. Ndio akikosa njia useme mtoto wangu alirowa, si alirowa, wewe ndio ulimfundisha hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua siku hizi wengi hawajali laana, wanaona ni kawaida, lakini wacha niwahakikishie ya kwamba laana iko kwa wale watu wanaenda kinyume, wanaotenda maovu. Lazima ubadilika, uonekane kuwa mema mbele ya macho ya Bwana. Ufuata sheria za Bwana, utende yaliyo haki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati Bwana anataka mabadiliko ndani ya kanisa na kule nje. Ndani ya kanisa waonekana wakiwa safi kama theluji, wakienda nje wakuwe barua njema inayosomeka. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo wakati alipokuwa na upili walisema amefanya nini? Ameshikwa na nini? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini walikuja kathibitisha ni mwana wa Mungu. Na kule kwa alikataliwa. Walikuwa namuona huyu tu ni yule tunaonanga kwa kila wakati. Haleluya. Kwa hivyo Bwana anapambana na roho sio muamini, simkubali. Akipambana na roho yako akuhitaji, mkubali. Ndio pate kufunguliwa, uone neema za Bwana. Neema za Bwana zinaokuchia wale wanaamini, sio wale wanageuka njia zake na kutenda yaliyo maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sita yaniambia, na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Israeli walimtukuza Bwana kwa ajili ya ulisi mwema alipokuwa nao. Kwa sababu adui waliosambuliwa walitaka kuangamiza, lakini hawakuweza. Wakasema ahimidiwe Bwana asiyewatoa
kwa maadui wakuwe magwindo ya meno yao. Kwa hivyo tunaona ya kwamba walitoa shukrani kwa Bwana jinsi aliyowalea na kuwalinda. Walipopita katika mapito, yeye aliokoa. Waliokuwa katika vita, yeye aliwapigania. Kwa hivyo wakasema aibidiwe Bwana kwa yale yote ametenda kwao. Kwa hivyo kila wakati inafaa umtukuze Bwana. Usiangalie nyuma kando kwa kila kando, lakini muangalie alipokuwa mahali pale. Anafaa apewe sifa na kuinuliwa kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mitego ya wawindaji. Mitego imefunjika, nafsi tumeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia ya kwamba akasidi akanena akasema, walipokutana na mitego mbalimbali kama wanadamu hawangeweza kutegeka, kwa sababu Bwana Yesu Kristo alikuwa nao. Aliwalinda katika njia sawa zote. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati walipokutana na mitego, Bwana aliwainua juu na mitego ikavunjika. Kwa hivyo Bwana atakuinua juu katika mitego ikiwa wewe utamwamini. Bwana atakuinua ikiwa wewe utafuata njia za haki na ukweli. Bwana atakuinua ikiwa wewe utaheshimu mtumishi wako, ndio utabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Icharizi awe nani kwako, awe dada yako, awe kaka yako, ikiwa ni mtumishi wa Bwana, mpatie heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wakati wa kuokoka na kuokolewa, ukujua yale Bwana alinena pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo usipompatie heshima, umetupa baraka mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Icharizi ni nani kwako? Ni jirani yako, ni yule mnasinda naye mtaa, ni yule mnaokula naye mkutana huko kwa njia. Lakini mheshimu kwa chini, ni mtumishi wa Bwana. Mpatie heshima ndio pate kufunguliwa na kuinuliwa katika njia zake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Narudia kusema hii kitu. Mwanafunzi alifanya mtihani. Wakati alipomaliza hiyo mtihani, aligeukia kwa walimu wake. Akaanza kuongea mbaya mbele ya walimu wake. Na hao ndio walimsomesa mpaka akamaliza. Wakati aliona amepita vizuri, alichunua mbele ya walimu wako. Nataka mjifunze. Wanafunzi, nataka mjifunze kabla mwaka ijaisha. Kio aliyenukia mwalimu wako uombe msamaha kama utavuka mwaka. Ikiwa ulichochea mwalimu wako, inafaa uombe sana, waambie wakati nilipokuwa shule niliongea kinyume cha mwalimu wako, nikamchochea kwa ajili ya vitina na uongo. Naomba Baba unipatie msamaha, kwa sababu kule nitaenda sikujui, lakini sijui vile unanipangia. Alipomaliza, wakaungana vikundi, wakaanza kumtupa mawe. Wanaongea mbele vibaya juu yake. Alipoona amepita, aliinua akaanza kuongea mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Haya, mwalimu akarudi akawaambia yote ni sawa, lakini mimi nawaachilia Bwana afanye kazi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka munisike vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Sio mwanafunzi ameona amepita, si ameona ako na cheti, alijunia sasa akasema yeye mimi nimeenda masters, nimefanya nini? Kufika masters chamanisho uko na kazi. Lazima unyenyekee mbele ya Bwana ndiye akufungulie njia. Kupita mtihani chamanisha ya kwamba udharau wale waliokusomeza. Walimu wake lazima waheshimu. Urudishe mkono ikiwezekana. Jamaa walipanga kumtupa mawe baada ya kumaliza mtihani. Walipanga kuongea maovu. Walikuwa wanamuongojea kule sokoni wampigane naye. Lakini akwambia jamaa wamemaliza miaka 10, hata hiyo masters isikikani kwa maofisi. Lakini yule aliyeenda form 4 hakuendelea mbaya, yule aliacha standard 8 ako kwa ofisi kuliko yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni fursa kwa wanafunzi. Mwenye amekunulia hata karamu mpatie heshima. Usije ukapata karamu mpide umudharau. Uone labda jeo wazazi wako wako nao wamepanda,
hata ile karamu. Kumbuka wakati ulipokuwa na shida alikusaidia. Na maandiko yananiambia ukionyesha kizogo mwenye amekusaidia, ile neema ilikuja kwako itatoka irudi kwa nani? Inarudi kwake. Vijana walifikiri wamemaliza, tutabankia huyu mwalimu, tufanye hivi tumutoe mahali hapa asionekane. Lakini kumbe walijifungia baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Walijifungia nini? Walijifungia nini? Kwa hivyo ni heri kusimama kumtukuza Bwana kwa kila jambo. Hata ukipita kwa jirani yako, uwe ulikuwa na kiwa kupatie maji, heshimu hiyo maji aliyekupea. Tuko pamoja. Usione siku moja umepata mingi, usione huyo jirani yako. Lazima umpatie heshima yake ndio pokee baraka. Nasema hivi kwa nini? Nataka sisi waasasi tufunguke macho tuone. Tutasame familia tulio naye. Tusambasame watoto wetu. Tuone tulikuwa wapi na tunaelekea wapi. Na wewe utajifunza nini kwa hiyo mambo Roho amenena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ikiwa ni ndugu yako, wakati aliyekusomesha au kuwa na bibi, ameoa bibi, na wewe umeenda Nairobi umepata kazi, mheshimu yule ndugu yake na bibi yake. Usije ukamuinukia ukasahau yule ndugu yako ndiye alikusomesha. Akakusomesha ukapata hiyo kazi, umeanza kumuinukia, umeanza kuinukia hata watoto wake, na ukumbuke wale watoto ni baba yake, hata ikiwa ni ndugu yake alikusaidia. Tuko pamoja. Mpatie heshima. Wacha kunena maovu. Wacha kupigania mipaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha kumdharau kwa sababu watoto wake hawachasoma. Mpatie heshima kwa sababu alikushughulikia. Tunakosa baraka. Tunakosa shukrani. Na wale malaika wa shukrani wamekaa. Kwa sababu sisi wanadamu hatufuati amri na sheria za Bwana. Tunachifanya tunaona, kumbe tulitaweka katika laini ya Bwana. Mahali umefika, sitaki wewe Mkristo aone umefika. Sitaki one wewe unajua. Lakini nataka ujue kwamba yale yote ulio nayo ni Yesu Kristo aliyekupea. Unyenyekee mbele ya macho ya Bwana. Utii sauti ya Bwana. Na sauti ya Bwana lazima utii kupitia watumishi wake. Usije ukaleta lengo mbaya mbele ya watumishi wake alafu mwambie unamwamini Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba wakati yeye alipokuwa hapa duniani aliwafunza, akateua manabii na nini? Na wainjilisti na mitume. Wakati alipokuwa amerudi akawaambia, mimi nimeenda kutafuta nini? Kuwachengea nini? Makao. Akasema ya kwamba lakini atatuma nini? Roho Mtakatifu afanye nini? Afanye ile kazi alikuwa anafanya. Kwani Roho Mtakatifu alikuwa anaituma kwa hewa? Au kuwa anaituma kwa hewa? Kwa hivyo yoyote atakubamini, Bwana atamtumikia na afanye kazi yake. Kwa hivyo utasema unamheshimu Bwana, unabeba Biblia kwenda kanisani kama uheshimu watumishi wako. Kama unaambia mtoto wako aandikie mtumishi wako message mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yaani unafikiri Yesu Kristo alifurahia wakati aliingia katika hekalu akapata nini? Soko inafanywa, akafanya vitu vingine fulani, akafurahia. Alifanya nini? Kwa hivyo mnahitaji tufurahie na message. Ewe kabla Disemba taisha, achileta itise msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Naona wale waliandika message ya kwamba miaka 10 ilipita hawana amani, wako nyumbani. Na wewe kama unataka kuwe na amani, ujitokeze mbele. Nafikiri watu wanasoma wakuwe werevu. Wanafunzi muko? Muko? Muko ama muko?
Mimi nafikiri mkisoma mnasoma mkue werefu. Sidhani kama mnasoma mkue wachinga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mimi najua mnasomesa watoto wakue werefu. Wakue daraja kwa wengine, wasikane mkono mpaka ng'ambo hii. Hii ya ulimwengu yatapita lakini nene itasimama. Tunajua kwamba kuna mwanzo na mwisho. Dalili zinaonekana wakati mvua inaponyesha. Bwana Yesu apewe sifa. Mzazi wangu aliponyesha wakati alipokuwa msichana, wakati wao hawakuwa wanasoma. Lakini katika ndoa yao, mtu akienda kuoa msichana, anaenda wakati asubuhi mahali analima, anakaa kwa fence anachungulia, anaona vile anali, ndiye anasema ya kwamba yule anachua kazi ama anastahili kuitwa bibi. Sasa wanafunzi wa siku hizi tutaona tabia kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Tutaona tabia kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Tabia sawa lazima wajifunze. Vile unaolea mtoto. Siwezi nikasema huyo mtoto amejulia haya yote juu. Vile alile. Akachua watu hawapeani heshima. Hakuna mpaga. Baadaye unakuja unasema wamerowa. Usije ukachiroge usema wamerewa. Kuwa mnyenyekevu, kuwa mtu wa kutii sauti ya Bwana. Ambia Bwana nahitaji ukae nami sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tufunze watoto tabia nzuri. Kila mahali wanaenda. Unajua mtoto unaweza kumfunza tabia akifika akicheza ball. Wakiwa wadogo ananiambia unajua mama yangu alinitiba kwa kina Milka nikiingia huko nisikie kila anasema nimpelekee. Umemchenga. Utamchenga. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio kizazi ya siku hizi. Analea mtoto na njia mbaya, ajui ya kwamba siku yake inaweza aache hiyo mtoto. Kwa hiyo mtoto hakuna mtu atamtamani kwa sababu ya tabia yake mbaya. Unasema hapana, sitaki yule wasikana na watoto wangu, si ndio? Ataenda kuharibu mtoto wa? Wakati nilipolelewa, watoto walipokuwa area wabaya, ukipatikana ukiwa na hiyo grupu unafuku. Mtoto hakuwa anakubalika kuingia kwa nyumba nyingine. Kwa hivyo ililasimu kila mtoto akuwe na tabia ndio watembeane. Lakini siku hizi kuna kutembeana. Unaogopa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu ni mwema kwa watu wake wote. Lakini ongoza watu wake sheria. Jinsi vile wanaweza kukaa katika ulimwengu wa dhambi. Bila wewe unaweza kukaa na jirani yako. Bila wewe unaweza kukaa na Mungu mtu asiyeheshimu wengine. Unajua hata ikiwa ni mtoto mdogo mpatie heshima, ndiye wewe atakuheshimu. Lakini sasa wakati unamkuta kwa barabara unaanza kumtusi, atakuheshimu kweli? Ukimpata kwa njia aanze kutusi, hautamheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukubali kurekebishwa. Na wewe mtoto usinene maovu kwa mtu mkubwa sio rika yako, kwa sababu utaraniwa bila kukulaani. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo matamu si yule unaongea na mtu mkubwa wako, uyapime na kuyachunga. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba yoyote anayotaka kunifuata lazima afanye nini? Achikane mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona watumishi wengi wa Bwana walikuwa wanaombea watoto. Wanaweka katika njia nzuri, wanawaambia kaa hivi na hivi. Dunia hii itakufunza. Asiyefunzwa na mamake na babake, atafunzwa na nini? Sasa sisi tumeacha ulimwengu ufunze watoto wetu, si ndio? Usiachie ulimwengu ufunze watoto wako, kwa sababu atachukuta kuba. Bwana Yesu apewe sifa.
Iwe una wala una chochote, jaribu kumweka katika njia iliyo nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ajaribu naye kuchua mimi, iwe wasasi ya wako nachua kutafuta baraka. Iwe wasasi ya wako nachua kufanya hivi na hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati Bwana anahitaji aone watu wake wakimtumikia pamoja na nyumba zao katika hekima na maarifa na uerevu. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wanaenda kando, walikuwa wanakubali kurekebishwa na Yesu Kristo kupitia mitume na wainjilisti na manabii. Kuthibitia yule nabii alipokuwekwa mahali pale, alikuwa anaitwa Musa. Alikuwa anawaambia mumeasi, mumeenda kinyume. Samueli aliwaambia mumeasi, mumeenda kinyume. Walimwambia enda utuombee kwa Baba. Ndio na sisi tusije tukapotee. Enda utuombee kwa Baba kwa sababu maadui wanatuangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakusema ya kwamba tuko na nguvu na uwezo tunaweza kuomba. Kama ungekuwa na nguvu na uwezo kila mmoja wa kuweza kuomba, manabii, wainjilisti na mitume hawangewekwa. Kwa sababu hawa ndio Yesu Kristo aliona wanafanya kazi yake, na yeyote anaitika juu yao atabarikiwa. Unasema unataka baraka, utaitafutaje baraka aje? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona siku hizi watu wanakosa heshima. Unasikwa mkono, unapelekwa kazi, halafu unaanza kupiga yule aliyokupeleka kazi vita kidogo kidogo. Unaanza kunena maovu juu yake. Unakumbuka kile unayokula kule kazini ni yeye aliyokupeleka mahali pale. Sasa mumeenda kuungana, kumpiga vita, kuongea mbaya juu yake. Ndiye alikusika mkono bwana. Mimi napenda kusema hivi. Hakuna mtu aliyetoka nyumbani akaanguka kama ndege hapa. Alianguka airport. Alianguka Wilson airport. Alianguka Kisumu airport. Ndiye akakuja na kuingia kwake akaanza kujishughulikia. Kila mtu alipata mtu wa kumshika mkono. Kwa hivyo yule aliyekusika mkono lazima muheshimu. Usipomheshimu neema yake itatoka kwako, imrudie. Utapeki kama mkebe usio na maji. Ndio naona wana wa Israeli waliheshimu viongozi wao. Wakati walipokuwa jangwani, walikaa katika hali ya majaribio kwa sababu Shetani na yako kwa kazi. Waliporekebishwa kwamba mnatenda maovu, walirudi wakamulilia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Walirudi wakamuita Bwana. Wakati Wafilisti walikuwa wanaenda kuangamiza, maandiko yaniambia walilia mtumishi wake Samueli. Wakamwambia Samueli, mahali unaenda tukumbuke kwa sababu tuko hatarini. Ndio nasema ya kwamba Wakristo wengi tusijione, tumuone Yesu Kristo. Ndio naona ya kwamba mtu akisika, akibarikiwa kidogo, akiinuliwa, anamsahau. Anasahau hata ile madhabahu ilimuinua mahali yako. Anaanza kuongea mbaya, anaanza masibuno. Bwana Yesu apewe sifa. Anaona amefika, badala ya kuchunga sehemu yake anaanza uchochezi. Au kumbuka kama alikuwa katika mateso. Sasa amechiona, ameungana kupiga wengine vita, kuchochea wengine, kuinukiana wengine wasifaulu. Utachochea atatoka yuko, lakini hiyo kilio yake kitakuangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wana wa Israeli waliambia Samueli, mahali unaenda tukumbuke. Wakati Samueli alipokuwa anawaombea sana akaguswa. Unajua ukiniambia nikukumbuke, najua unamaanisha ukumbukwe. Ukiniambia utakumbuka, kuna njia najua kwamba uko kwa ajili ya wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiona wakati wana wa Israeli walikuwa katika mateso, walikuwa wanaandamana na Wafilisti kwa ajili ya kuangamiza. Walinena sana wakaomba, hawakuona mafanikio. Wakaheshimu yule mtumishi wa Bwana anaitwa Samueli. Wakasema, Samueli, mahali unaenda tukumbuke, usiende ukarara. Samueli akasidi kuombea. Na tunaona ya kwamba Roho wa Bwana alimsumbua.
akaomba kuona mabadiliko. Akawaambia basi bandeni kule Mishobe mlimani, muende mkamwabudu Mungu wenu katika roho yake na ukweli. Wakati walipofika mahali pale wakalia wakasema, Samueli utukumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Samueli akiwa mahali pale katika laini ya maombi, akaona Wafilisti wako karibu kuangamiza wana wa Israeli. Walisidi kuomba, Roho wa Bwana akamsumbua mpaka akasema, ni nini Bwana nitafanya nisione hii jamii kuangamia? Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia kwamba alitoa sadaka ya hatia na kuteketeza kwa ajili ya wana wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Naweza kuwa umefungwa usibarikiwe na watoto. Naweza kuwa umefungwa ndoa yako inasunguka. Naweza kuwa umefungwa ukioa bibi anaenda. Naweza kuwa umefungwa usikaa na amani katika ndoa yako. Lakini ikiwa wewe ni mmoja wao unaopiga watumishi wa Bwana vita, Roho atanena vile alinoa kwa leo wana Israeli akamtolea sadaka? Hawezi akanena. Bwana Yesu apewe sifa. Hawezi akanena. Wale walikuwa watii wanyenyekevu waliamua. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati aliamua, ila aliyetoa hakutoa mbili kitu isiyofaa mbele ya Bwana. Maandiko yatuambia alifanya jambo ya kumfurahisha Bwana. Unajua kile Samueli alifanya, aliongezewa masiku. Unaweza kuona Samueli alifanya ni kazi ya uchinga. Hakuangalia ukoo ama jamaa yoyote yao. Aliona ni watu wa Bwana. Kwa hivyo kitu ya kimoja ni kumaanisha ya kwamba alikuwa na upendo ndani yake. Alisikia sauti na Roho wa Bwana akamsumbua lazima awatole. Ndio akachukua jukumu akatoa. Baada ya kutoa kisindo ilitoka juu mbinguni ikaangamiza Wafilisti. Unataka maombi unaombewa na nani? Na wachawe na waganga? Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Shetani yako katika mbio. Anajua wakaiti ni ya kina nani. Anajua hili nikimfanyia atafanya kazi yangu. Na siku hizi Shetani sana sana anatumia youth. Ni uongo ama ni ukweli? Anajua hili kandogo ndiye tafanya vile nataka. Ndio nasema ya kuomba funza mtoto jinsi anaokaa katika Bwana, jinsi anaoomba wakati yako peke yake. Ndiye akashinda hiyo vita. Bwana Yesu apewe sifa. Anajua kutumikia. Unapata mtoto mdogo anakuinukia anaongea maovu juu yako. Ama mjawahi kuona? Bwana Yesu apewe sifa. Anaongea kwa sababu Shetani amepata nafasi, kwa sababu akitazama huyu mtoto achelewa vyema. Sasa ukaiti imemtagwara. Hawezi akakanywa ambiwe ni mbaya. Hata mtu uweze ukaikunja kiwa juu. Utaikuja sasa mtumie soka kuikuja. Na ukitumia soka itakatika nianguke chini. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unaona unyenyekevu ile wana wa Israeli walikuwa ndio walifanya Samueli akaombea. Afanya nini? Akawaombea ndio wakashinda ile vita wakaokolewa. Na Wafilisti maandiko yatuambia waliangamia. Wakati katika maandiko yaniambia 124 waliniambia kwamba walisimama katika neno. Wakati walipokuwa wanageuka, Bwana alikuwa anawarekebisha. Na wakati wa kurekebishwa, walikubali kurekebishwa. Wewe mtoto wako akirekebishwa, unaanza kuongea maovu. Unaanza kuongea mambo yasiyofaa. Unajua mtoto akiona unamtetea anakuwa mkaidi saini. Ama ni uongo? Anakuwa mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto ukiwa unamrekebishwa, asiporekebishwa atakuwa mroho. Atasema hata mama anajua mimi ni mzuri. Hata dadi ananijua mimi ni mzuri. Anakaa na ile spirit ya nini? Ya ukaiti. Jamaa alilelewa hivyo, ikafika akao mkaitwa akashikwa akapelekwa gorogoroni. Akiwa kule gorogoroni akakumbuka mama akimwambia uisi ni mbaya. Akakumbuka mama akumwambia kutusi mwingine mchawe ni vibaya. Sasa akaambia mama, nataka kwa sababu alifungwa miaka mingi, nataka ukuje niongee na we. Kamwambia songa karibu ongea na mimi. Akakata siku yako kwa mdomo. Akamwambia ungenirekebisha nikiwa mdogo,
singekuwa gorogoroni. Na siku hizi unapata Wakristo wanalea watoto na njia mbaya. Utaki arekebishwe, na siku hilo utakuwa huko, na siku hiyo tuseme utakuwa huko, atarekebishwa na nani? Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni jambo inafaa tufikirie, kwa sababu watu kuokoka, unaokoka kuwe mwere. Watoto tukifundisha, tunafundisha wanasoma wakuwe were. Hatuchafundisha watoto wakuwe wajinga. Kumaanisha kuna spidi inayotembea katika kwa watu wa Mungu, wanakataa kutubu na wamrudie Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba wana wa Israeli Bwana aliwaokoa kutokana na mitego mingi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ya kwanza aliwaokoa wakati walikokuwa kule Misri. Walikuwa katika nchi ya mateso na mhangaiko mingi sana. Wakati wa utawala wa mfalme nani? Ni mfalme wa nani aliwatesa kule Misri? Farao. Walipokula kule Farao walipata machuto mengi sana. Lakini wakavumilia, wakazidi kumuita Bwana. Maandiko yatuambia yeye alisikia kilio chao, ndiye akatuma mtumishi Musa. Mahali pale wakati alipofika bahari Misri, akapewa ujumbe anaowapelekea yule mfalme. Lakini maandiko yatuambia alifanya roho yake ikawa ngumu, akakataa. Lakini kwa vile Mungu ni nani, aligeuza mahali pale nchi ikawa nini? Alibadilisha ile nchi mpaka yule akasema wacha, akawaachilia wakafanya nini? Wakaenda pamoja na Musa. Walipofika jangwani, badala ya kumshukuru Bwana, mwanadamu ni mwanadamu. Wakati unaokoka, chunga wokovu wako. Wakati Mungu amekutoa katika hatarini, usichokasahau mpendwa. Wakati kama ulikuwa katika vita, katika magonjwa, katika majaribio, katika njia zilizo mbaya, usichokatoke mahali pale umwasi umsahau. Vile wana wa Israeli walipotoka mahali pale kufika jangwani, walimsahau Mungu. 3/4 ya Wakristo wengi wanasahau hivyo hivyo. Hawatii maanani. Kwa hivyo uchunge wakati ulipokoka ulikuwa wapi. Usichotakochiona saido uko sawa, unafaa vizuri, unakula vizuri, usichokachiona hivyo. Lakini muogope Bwana na mkumbuke mahali alikokutoa. Sijui kama unakumbuka jinsi ulivyo nyuma na mahali umefika, unamrudishia Bwana nini? Unamwambia nini katika moyo wako? Kwa sababu tukiangalia katika mabara wengi wameaga. Tukiangalia katika hospitali kubwa wengi wanakufa mahali pale. Unasikia mtu ameshikwa na mshtuko wa roho amekufa. Unasikia mtu amevunja damu ameaga. Mtu amepatwa na kansa. Lakini wewe ungali hai. Unamfanyia Mungu nini? Nafaa umshukuru jinsi gani unapomwendea mbele. Jinsi gani unaotafuta baraka. Wewe ndio utatambua baraka ama laana. Lakini mimi napenda kuambia kwa Wakristo, mjaribu kutafuta baraka na kuishi. Usitake uraniwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ujaribu kutafuta baraka mbele ya Bwana. Ni jinsi gani unaoweza kutafuta baraka mbele ya Bwana? Jinsi unaomwendea katika hema lake na kuheshimu watumishi wake, ndio utabarikiwa. Lakini usichokasike kidogo kamwasi. Usichokaenda mbele ukasahau ya kwamba unakosa kumheshimu yule mama unaona hapa kwa kanisa, unashidi kumheshimu yule baba unaona kwa bawisa, na mapito yako uliyopita ni yale waliokuchangia ukapata kitabu ukapi. Sasa unasahau. Kimkuta kule mtaa, uko na gari unamtubia matobe. Uchue kwamba alicontribute katika masomo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua wengi sijui kama wanajua hivyo. Lakini naambia youth, nataka mjifunze kukaa katika neno na kumheshimu Bwana. Kukaa katika neno na kumheshimu Bwana, lazima umheshimu yule aliyetuma kukuongoza. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima heshimu hao wasasi walio mahali hapa, mahali popote. Icharizi ni miaka ngapi utaenda ukimuona. Simama hata ikiwa uko na bachero, uko na Mercedes Benz,
Msalimie, mwambie tulikutana na wewe mahali. Ni uongo ama ni kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna dada ndugu mmoja napenda, tuliokutana mahali pengine wakati nilienda kuona mgonjwa nilikuwa nashughulikia. Huyo kijana ikifika wakati wa siku ya wamama anaandika message, ananisalimia. Ananiambia nakumbuka kitu uliniyoongea na mimi na kinanichenga. Hiyo ni mtu tulionana siku moja. Sasa juzi akaona message akiniambia mama, hata ikiwa tulionana siku moja mimi nikana graduation naenda ku graduate medical. Naomba ukuje tarehe 17 useme pamoja na ongea neno moja. Hiyo ni mtu tulionana naye siku moja. Na wewe tumekaa hapa. Tumekula pamoja na wewe. Tumesea pamoja na wewe. Tumeshuhudia mengi na wewe. Wazazi wamechungana kukusaidia. Alafu enda huko nje uanze kuandika message nyingine mbaya. Unaongoja baraka kutoka wapi? Hakuna baraka. Unless otherwise you apologize. Very serious. Unajua wanafunzi napenda kuambia youth, usizike kitambulisho ujifananishe na feni. Usema sasa wewe umekuwa mwanamume. Ile miaka uko nayo uchafika. Kijana usifike ufananishe na Robert. Usema yeye ataniambia nini mimi na ID. ID yako na certificate zitakuwa bure na kuambia. Lazima umheshimu, ujue alicontribute, akakuendeleza mbele mpaka mahali ulifika umpatie heshima. Hata akiwa atoa tani usiheshimu, ndio utapokea baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Yule tuliyokutana naye siku moja, kila wakati naona message yake. Wakati jambo iko rami, nazimujui, sijui kwao. Lakini ananialika sere yake. Ati kuna chambo nilinena tukiwa na yeye uweze katoka. Ememchenga. Na huyo ni kijana ana mama, ana baba. Ichambo gani aliona wewe uchaona hapa? Ama unaona ni masomo yako? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu anaweza kutumia mtu, lakini utupe baraka zako na neema. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tupokuwa tunatoka masisi nyumbani, tukiwa tunaanza kutoka, tulikutana mahali kijana alitokea wa miaka 16. Akatuuliza, watumishi wa Bwana mnaenda Nairobi? Tukamwambia hii. Akasema, mimi nasikia niombe kwa ajili ya safari yenu. Tukimwambia asiombe. Huyo kijana aliomba na tuliamini wanini yake na tukafika salama. Tuliheshimu kwa sababu jinsi vile Mungu anaokuja uweze ukajua. Yale aliomba tukisikiliza ni mtoto alilewa katika Kristo. Anachua kuheshimu watumishi wa Bwana. Alisema hata mimi niombe mambo yangu Mungu anisikie. Yo muende katika safari nje. Huyo mtoto utasahau kumkumbuka ukiomba. Na yule anaandika message mbaya akikutusi akadread, utamkumbuka? Asikie kisemekana araniwe. Unakubali araniwe? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yeye akasema safari mimi naombe. Kwa hiyo mwambie watoto wakishika ID, waheshimu watumishi wa Bwana. Wakishika ID, waheshimu jirani yako. Sio kuwatusi kwa kuinukia kusema siku hizi unajua wadogo wako na ile stimu ya kustuka. Wako nayo. Sasa wanaona wamefi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimnunulia simu mfunze vile anayotumia. Ukimnunulia simu msitoe vile anayotumia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mungu wetu hufanya jambo wakati ufaro. Hatuwezi tukamaraumu kwa ajili ya kazi yake. Kuna jambo inayokuja ndio chiwe mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna jambo inayokuja
ndio siku ya maangamizo yaonekana. Kuna jambo linalokuja ndio wajulikane ni wani walio wana wa Mungu na wafuasi wa Shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Shetani apiti kwa hewa, na akifika wakati anaona ya kwamba achatimiza yale yote, anakuja kuimwili kwa sababu anaongojea unashindwa. Lakini mimi Mungu alinifunza kunyamaza. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu akusalimie usalimike, alafu andike matusi kuja kwako. Umeonaje? Ingekuwa wewe ungeenda na panga na ni mtoto umefundisha hapa. Umeonaje? Nawe sio kusema aliconfuse namba. Ni masoeo. Wanafunzi wasipita hapo kuja hapa mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sikuangi na haraka, lakini kwa hiyo chambo nitaomba Mungu sana kabla sijafuka Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wana wa Israeli walipokula kule jangwani, walianza kuabudu sanamu, wakamsahau mtumishi wa Mungu Musa kama ni mtumishi. Hiyo ndivyo sikuishi. Walimsahau, aliwatoa katika mateso, akawatea katika macharibio, akavuka ng'ambo hiyo, wakamsahau. Wakaanza kutenda kinyume cha mapenzi ya Bwana. Wakati Yesu Kristo alikasirika nayo, lakini Musa alilia usiwangamize. Bwana Yesu akapewa sifa. Akamwambia ukiwangamiza watasema niliwatoa mahali pale, wakuja kufanya nini? Kuangamia hapa. Akawalia msamaha, lakini mwisho maandiko yatuambia walifanya Musa akatenda dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakafanya Musa akatenda dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Naweza kuwa huyo ni majaribio kwangu ndio nitenda dhambi, lakini mimi ni shujaa. Mimi siwezi nikatenda dhambi. Mimi najua kuna majaribio, kuna vikwazo kwa njia inaweza kufanya usifike mimi mtu aweza akanifanya nitende dhambi. Mimi najua kuna vikwazo. Uliona wale elfu kadhaa walianza safari, wawili walipotelea wapi? Hao walipotelea kwa njia, kwa sababu walikwazwa, wakaongezwa mengi, wakafanya hivyo. Mtoto wako anaweza kuwa kikwazo kwako kutoka katika utakatifu. Jirani yako anaweza kuwa kikwazo. Ikiwa hiyo roho ilituma kwa hiyo kuwa kikwazo kwangu, hiyo roho na ilaani kusumuni, ifungwe kule. Mimi nasema mimi ni mchasiri kama simba. Siweza kuwa kama Musa aliangamia kule jangwani. Kwa sababu najua yale nitanena na Mungu kabla sijavuka Kwa hivyo mtu asikutoe katika wokovu. Mapigo, matusi, mambo mengi asikutoe mahali pale. Simama katika neno. Muinue Bwana. Icharisi ni mapito aina gani umepita? Icharisi ni maovu aina gani yameongelezwa? Kwani hiyo ndio siku ya kwanza umepitana nayo? Sio siku ya kwanza. Umeongelezwa maovu, umetusiwa, umefanyiwa maovu, lakini tayari umesimama. Shetani hana mamlaka. Najua haya yote ni majaribio, lakini mimi Shetani hawezi akanishinda, tashinda majaribio. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu nimerani katika maandiko. Nimeona vile Abiu waliokuwa katika madhabahu waliofanyia nini? Wakakasirika, wakaangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Abiu na Zabiu walikasirikwa na wale walipokuwa wanaongoza, wakaenda kinyume, wakaangamia. Lakini mimi ni shujaa. Nashukuru Bwana kwa sababu ile roho aliyenipa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni Mungu asiyeacha watu wake. Maandiko yatuambia ya kwamba yeye hajawahi kuacha mtu aliyemcha wake. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Shetani hii Disemba anaweza kuona unaenda kubarikiwa.
Tuliambiwa leo ni siku ya nini? Kwa hivyo Shetani kamechipenya hii masiku. Kwa kikukwase hata kanisa usikuje utoe shukrani ndio ukose baraka. Shetani amekukwasa akuonyesha ya kwamba kumtolea Bwana ni batili, ndio ukose baraka. Shetani alipenya akatuandamana wakati tulikuwa kaandika message ndio atukwase. Ndio tusiombe maombi lakini tumeomba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hakuna chambo inaweza kukwasa. Ikiwa umeamua katika safari, hakuna chambo inaweza kukwasa. Na hakuna chambo inaweza ufanye ukasirike kuanzia chwe wake mpaka mwisho. Hiyo tunasema ni upatili, ni kufukuza nini? Upepo. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona hata Musa alikuwasika kuachili wale waliokuwa wanaongoza. Akachukuliwa haraka, akaangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Usifikiri ile roho iliisha. Iko. Kuna wale wamewekwa mahali pale kwa ajili ya kukwasa wengine wasiendelee. Wanasuia baraka za wengine katikati. Wanachua mwaka inaenda kuisha, wacha tufanye hivi tuone the response. Wewe ni nani mbele ya Mungu? Wewe sio kitu mbele ya Mungu, nikinena najua atatenda. Lakini sitaki kuasi mbele ya Mungu. Nasema achuke atende mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna mama wangu wa kiroho alinifunza. Akiniambia kwamba ukiona mtoto wangu Esther macharibie nayo kuja mbele yako, inakutia nguvu katika maombi. Inakutia nguvu katika safari. Inakutia nguvu katika utakatifu. Kwa hivyo hiyo ni chakula ya kiroho. Kwa sababu Shetani anaona ya kwamba uko karibu kufanya nini? Kuchukua ile tachi yako ya uzima. Anakuja ndio iko. Ndio hiyo sasa Bwana amenena hii wakati tunaenda kupokea baraka. Hiyo nikosa baraka. Mimi siwezi nikakosa. Kwa sababu hii mwaka nimebarikiwa zaidi ya kile siwezi nikaongea. Na anaongojea sababu baraka ya Bwana aniwekee zaidi. Kwa sababu anasema wale wanaomwamini atawapanua na atawainua. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi sitafuti laana, natafuta baraka. Kwa hivyo yule anayotafuta laana kutoka kwangu, Mungu atampea. Bwana Yesu apewe sifa. Yule anayenyenyekea mbele ya Bwana, yeye atainuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio mara mingi nasema nikiwa kule kwangu nikiomba, nyinyi kama video kwangu. Unaona kila mtu vile amepanga, mahali ameingia, mawazo yake. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kunipatia hii kipawa. Ya kuweza kujua huyu ni macharibio, huyu ametumwa, huyu anafanya hivi ndiye apige baraka zako. Baraka zangu uweze ukapiga. Umechelewa kusipiga. Bwana Yesu apewe sifa. Msaada wetu yu katika jina la Bwana aliyesiumbia mbingu na nchi. Za Waisraeli wakasema msaada wako unatoka wapi? Kwa Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hivyo Waisraeli walionekana hawatingisiki, hawapenduki, hawababaishwi. Wakasema msaada wako unatoka kwa juu ya Bwana. Kwa hivyo wanadamu hata wakiwapiga wawatega wafanye nini? Wao wanasimama imara. Chukua hiyo roho ya kusimama imara. Hata ikiwa niko uko na vita mingi katika nyumba yako. Hata ikiwa kule kasini unachochewa na kuvitiniwa. Jua kwamba msaada wako unatoka kwa Bwana. Mwambie Bwana, mimi unajua vyema. Yale yote wanaonena juu yangu itanibadilisha. Itanibadilisha kamwe. Itanitia nguvu katika safari. Na katika hii safari na kuomba nishike mkono. Usinifanye niona hayo wanaongea. Ili nataka Kristo nikutazame peke yako. Unajua wakati unaotazama Kristo peke yake, hakuna jambo inaweza kukuasa katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani anataka kukuasa ukose ya kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani anakuja mbele yako kuonyesha aongee maovu, ndio kuasike kuomba, ndio kutana na maovu. Lakini yeye Mungu ni nani? Anakuja wakati ufaro. Anakuja wakati ufaro harakishi wala kuchelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Harakishi wala kuchelewa, anakuja wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe uko kati ya watu uko mfuasi wa Shetani, mwenye kuchunguza leo Wita ameambiwa nini? Leo Joasi ametabiriwa nini? Leo unafaa ujue ya kwamba ukitoka ile mlango ni siku yako ya mwisho. Ukirudi Januari urudi ukiwa
Hata Shetani amekutuma amemwambia kule ni neema na pii. Na kule na pii ni kisima yenye kukomboa watu. Na kule neema ni kisima zenye kubariki watu. Hata nimechoka, Mungu wangu unisaidie. Kwa hivyo ombe kabla hujatoka mahali hapa. Usiwe mtu wa kumonta wengine wanatabiriwa nini. Usiwe mtu wa kumonta wengine wanafanya nini. Ambia Bwana nimekataa hiyo roho. Na nisiwaambia kwamba hizo roho zinatumia nani? Watoto, sio mtu mzima. Hizo roho zinatumia watoto. Ambia Bwana mimi nataka kuwa mtu mshindi. Nikioa ama nikiolewa nikuwe mtu mzuri. Lakini ukiambiwa enda umonta wanaongea nini, wanasema nini, unaona unaenda kupotea. Utakuwa rafiki wa nani? Wakati wa mwisho utakuwa rafiki wa nani? Usikubali mwanafunzi utumiwe na roho sio ya Mungu. Usikubali utumike vibaya. Kwa sababu chana mwiko na paradiso hii. Bwana Yesu apewe sifa. Uweze ukapigana na baraka za Nicholas uweze. Bwana Yesu apewe sifa. Nicholas yako katika kisima isiyoisha maji. Kila anaombewa na watu wangapi? Bwana Yesu apewe sifa. Anaombewa na watu wangapi? Wakati Petro na walipokuwa wamefungwa gerezani, waliombewa na nani? Na kanisa. Na wewe ukitoka kule nje, ukija kuwapiga vita unaombewa na nani? Waliombewa na kanisa. Kwa hivyo hiyo unamonta baraka za yule, unamonta baraka za mora, ujue kwamba anaombewa na nabii. Wewe njia zako zitakuwa giza usipotubu ukitoka hapa. Mahali unaenda mpaka njia zako zifanye nini? Sikuwe giza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usipotubu, ambie Bwana mimi sitaki kuwa mfuasi wa Shetani. Hii mwaka nataka nibadilishe. Nikiruka pande nyingine kuwa msafi. Sitaki nisumbue watu kazini. Sitaki nikuwe mchochezi wa watu. Sitaki nitoe ushuhuda wa uongo. Sitaki nikuwe kuikwaza kwa wengine kuingia kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nataka mimi nikuwe mshindi kwa washi. Kwa sababu chana mwiko na paradiso hii. Hukumu ni ya kila mtu. Utakuja kuwekwa hukumu na ndugu yako na dada yako na bibi yako na mama yako na baba yako. Hukumu itakuwa ya tafakarini hayo. Yale roho amechunguza na kuona. Tuwe watu wanyenyekevu wa kumtii Bwana Yesu Kristo. Tuwe watu wa kutafuta baraka kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Waliposunguka wana wa Israeli wakasema ya kwamba Yesu Kristo anafaa apewe sifa na shukrani. Kwa sababu yeye anastahili. Yeye ndio kimbilio na kiongozi kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini kuna wakati sasa kama ndugu mmanya yako mahali pale, ila alama anafaa. Mnajua ni alama ya nini? Nani anaweza kuniambia alama ni ya nini anafaa kule nyuma? Na kwa nini aliyokombolewa kae na hiyo alama? Simama akuone vizuri. Ila alama ako naye ni ya nini? Mnaona ni kitambaa anakaa. Anafaa. Kwa hivyo usiongee na mambo yako yakiwa giza. Kimuona kila mlangoni unaona ni kitambaa anafaa. Ukicho ukiwa sawa utabarikiwa. Ukicho ukiwa kinyume yoyote mahali hapa utatoka na laana. Sio tafadhali. Kwa sababu kila anafaa ni roho. Na vile alimwekea hakuna sababu. Ukicho ukiwa sawa unapokea baraka. Ukicho ukiwa kinyume dharaniwa kitoka. Au unasema ya kwamba umelaniwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unapata watu wengi wakiingia wakiwa sawa, anatoka hivi anainuliwa mahali anaenda. Unapata mtu anapiga simu mara mbili anasema mahali nilienda, nilifunguliwa, kesi nilikuwa naye iliisha. Ndio naona ya kwamba roho wa Mungu aliweka ile alama kwa mlango. Usiona amevaa kitambaa. Yule malaika aliye naye anapigana vita akiwa kwa mlango. Kwa hivyo usikuje kama unakuja kila wakati, utubu. Disemba tunamaliza. Bwana Yesu apewe sifa.
Na wale wanaoamini wote tuseme amen. Amen. Na hiki ni kisima kinayokomba. Ikiwa ni mtu unamonta kucha mahali hapa, utachua uchui. Bwana Yesu apewe sifa. Iwe mwanafunzi unamonta, iwe ni mtu mzima, utachua uchui. Kucha mahali hapa kutafuta uso wa Bwana. Kucha mahali hapo ulilie roho yako isije kapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Yule aliyekutuma amutashikwa na yeye. Yule aliyekusuma amutaenda katika hukumu na yeye. Utaenda peke yako. Don't waste the time utenda mambo ya ubatili. Jua ya kwamba Mungu ameweka malaika wake kule mlango, atapigana na hiyo roho sawa sawa. Ukizidi zaidi, kabla mwaka itaisha, tutaomba na Mungu atachitiriza kwa wale wanaomwamini. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atafanya nini? Na atafungua wengi wale wanaomwamini na kutenda yali yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na atafungua wanafunzi mwaka hii watapi. Unaharibu wakati. Wataenda, watasoma mpaka maadui wasanga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Shetani yapiti kwa hewa. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani yapiti wapi? Shetani yako. Unajua kasi yake iliisha kule mbinguni. Ako hapa anatafuta wafuasi. Amepata wafuasi wengi. Wanakukwasa katika safari usicho kafike. Lakini we kuwa sucha kama mimi. Yengine jifanya don't care uoni. Waambie Bwana sasa kanyaga hiyo roho na kuachilia. Unafikiri ukiachiwa kwa Mungu utakuwa aje? Ukiachiwa kwa Mungu, ho utamwambia hii kazi ni yako sio ya? Hii mambo yote unayenena ni yako sio yangu. Na unajua ya kwamba mimi si wasimu, mimi ni mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Nani walisema alirogwa? Nani alimuroga huyu? Alipatikana amerogwa? Alichiroga na wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini naomba Bwana atende. Ikuwe funzo kwa watu wengi. Ikuwe nini? Kwa hivyo ukoso kuandamano ndiye atakuheshimu. Atende ndio Shetani hawaheshimu. Najua hapa tunakuja kutafuta baraka, hatukuji kutafuta laana. Lakini roho akinena tutaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Namwombea sana roho yake asije akaelewa yale roho anasema atubu na mrudie Bwana kabla mwaka usai. Ambie Bwana asingechua. Nimeingia mahali pengine sikuwa najua. Ndiye atambue ya kwamba mshahada wa kila mwanadamu unatoka wapi? Kifo na mauti yanakuwa mkononi ya nani? Sio kwa mwanadamu. Wewe ni mafumbi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo achilia watoto wasome. Achilia yule mama yule baba bariki. Ukifunga baraka zako utaongezewa. Huwezi ukaongezewa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini Shetani ni muongo. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani ni muongo sana. Yesu alipitia majaribio mingi mpaka akaitwa kuwa mwana wa Mungu. Akaitwa kuwa mwana wa Mungu. Na wewe utafinywa baadaye ukija kuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe ni sifa. Kwa hivyo wewe utapita mapito, lazima kuwe na uvumilivu na imani na neno. Unashukuru Mungu. Unamwambia ilipofika tarehe 2 mwezi wa Disemba, nilijua ya kwamba tatusiwa taambiwa maovu. Sifa na shukrani sikurudie. Yote ulikuwa unajua nitakutana naye. Nipatie nguvu, nipatie uvumilivu. Na yale nitakao nene isifanye ni kuasi ndio niangamie. Uniongoze katika haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu lazima akuwe na watu wake, na lazima yeye
au msaada kwa wale wanaomwamini na kumtegemea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio wakati wa mwisho ukuwe na mafuno yaliyo sawa kwa yule mteua anafaa kuwe nayo. Tukae katika kumwabudu Bwana ya kwamba hatutamwabudu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ujue kila mtu ako na malaika tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Ujue wakati mtumishi wa Bwana walikutana na vijana wakamuita kibara, alikasirika kufanya nini? Kwa hivyo sio yeye aliyekasirika kawarani, ni ile malaika wa Bwana alikuwa ndani ya. Kwa hivyo uchunge sana chochote kabla hujafa, kwa sababu ako na mamlaka. Uliona aliandikiwa kosa? Hakuandikiwa kosa. Ni mahali maandiko yanatuambia aliandikiwa kosa. Ni ile jinsi vile aliongozwa, kwa sababu hiyo ndio malaika aliyo ndani yake. Sio wa kupembeleza. Kuna wale wa kupembeleza, kuna wale wa kuwakasirika. Malaika wa Bwana ni tofauti katika watumishi wa Bwana. Hakuna tafadhali. Katika hii safari inataka maombi. Bwana hataki mtu wa kumpapasa. Bwana hataki mtu wa kumjaribu. Kwa hivyo ukijaribu mtumishi wa Bwana, umejaribu nani? Uone ile step ataki. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi ni machache Bwana na Bwana usuka na utenda. Kwa hivyo kitu naombea, mkae katika imani ya Bwana, mkae katika utakatifu, mkae katika kumwabudu Bwana ya kwamba hamtamwabudu tena. Msikae kwa ajili ya muda, lakini mkae kwa ajili ya kutafuta uso wake. Usiku na mchana mtafute. Mwambie Bwana wewe sio kitu mbele ya macho yake. Ndiye apate kukuinua. Ndiye apate kuinua familia yako. Ndiye apate kukuongoza vile wewe unaweza kukaa. Mwambie mimi sio kitu mbele yako. Nahitaji uniguse tena nikurudie. Naona majaribio ni mingi yanaweza kuangusha. Yaani wewe usipojaribiwa ni nani ikiwa mwana wa Mungu alijaribiwa? Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujaribiwe ndio imani yako ionekane. Kwa hivyo wewe usipojaribiwa ni nani unataka ajaribiwe? Kwa hivyo lazima upite ile mapito Yesu Kristo alipita, ndiye akapata ushindi katika neno. Kwa hivyo wewe nakuombea upate ushindi katika neno. Usome maandiko zaidi, ujue kwamba Yesu Roho wa Bwana ananena acha katika agano mpya na katika agano la kale. Wakati Ibrahimu walikuwa wanafanya nini? Wakati Musa walikuwa wanapatana na majaribio watumishi wa Bwana, walifanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kumbuka hii, neema ya kila mtu ni tofauti. Kuna yule mpole kama Biblia na kuna yule hataki mchezo. Bwana Yesu apewe sifa. Ati wacha nifanye hivi kwa ajili ni mtumishi wa Bwana. Nani anakuambia hivi? Na mimi niwaambia mkiokoka msilaliwe. Mkiokoka msikanyewe kutoka kwa kichwa. Lazima ukuwe na your own principle inayokuongoza. Unasema no, imeandikwa. Unasema hili iko hivi. Sio ya kwamba mimi nimefanya nini wacha nilale hiyo upendi zaidi. Utapendi kama nani? Kama barabara. Wewe ukapendi kama barabara? Ati wewe ni mtumishi wa Bwana, wewe ni mpole. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima uonekane ya kwamba kweli uko na neno ndani yako. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema nini? Lazima ufuate maandiko. Kwa hivyo usifanye ati mpole, ati ukue hivyo. Ukue hata mtumwa, ati kwa ajili umeokoka. Ati ukue mtumwa. Bwana na wakatasa hiyo kila wakati. Na nawaambia sana mkuwe na roho ya ushujaa. Uache kuwa mtumwa, kataa. Ofu itu ofu. Kiasi kiharibika kwa gunia moja toa. Sije karibu wengine. Kwa nini wewe unasidi kuweka kiasi? Hiyo tolewa kabisa. Hiyo kiasi nikiona hapa next year itaenda kabisa. Isiharibu watoto wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani unabadilika ukiona mahindi yanaingiwa na mdudu unasema ngoja tabadilika? Wapi? Kio mdudu imeingia kwa mahindi, ngoa kabisa. Ndio wale wengine mahindi zingine ubadilike kwa sasa. Usipokingoa hata hao watabadilika. Watasema ya kwamba ikiwa yule alifanya hivi na mimi nitafanya. Tunawaharibu. Tungoe kabisa. Jinsi ya kungoa ni mingi.
Tunaamia imani ya kwamba maombi yetu Mungu afanya nini? Tusikia. Kwa hiyo mbarikiwe, sina mingi. Kwa hiyo neno ili wachenge na wafungue. My name is Emmanuel Bosira Sero and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 8 verse 14. It says, all people who are led by God's Spirit are children of God. Say amen. My name is John Yaboke Osero and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 30 verse 19. It says, do not correct a servant just by talking to them. They may understand but not make sense. Praise God. And I have another memory verse come from the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. It says, everything that happens in this world happens the time God chooses. Say amen. Amen. Amlele Mungu wa barakani nani? Amlele Mungu wa barakani Yesu. Anafanya nini maisha yangu? Anazungukia maisha yangu. Anafanya nini maisha yangu? Yahweh, 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 Yahweh. I want to decide to follow Jesus. I want to decide to follow Jesus. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church and I have a song. Dunia ndugu sio kwetu, tuwasafiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Dunia ndugu sio kwetu, tuwasafiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani. Welcome. My name is Norma and I have a song. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, nguru na vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, nguru na vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu.
a bit and have a song. Wana wa Israeli walianza safari kutoka Misri kuenda Kanani. Wana wa Israeli walianza safari kutoka Misri kuenda Kanani. Oh Kanani, Kanani tutafika. Haleluya, Kanani tutafika. Oh, tukiwa na imani yoma kweli, Kanani tutafika. Kanani tutafika. Haleluya, Kanani tutafika. Oh, tukiwa na imani yoma kweli, Kanani tutafika. Misukosuko ilianza kwenye safari yo, mpaka waliofika Kanani ni wachache. Misukosuko ilianza kwenye safari yo, mpaka waliofika Kanani ni wachache. Oh Kanani, Kanani tutafika. Haleluya, Kanani tutafika. Oh, tukiwa na imani yoma kweli, Kanani tutafika. Kanani tutafika. Haleluya, Kanani tutafika. Oh, tukiwa na imani yoma kweli, Kanani tutafika. Thank you.